Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi dhawi shrafil azim. Baada kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Watukufu wa Kiislam, ikiwa bado tuendelea na silsila ya darasa zetu za at-tafsiri ru'ya. Tulianza mwanzo suratul Fatiha, tukaja Baqara, tukaja na sura zifuatazo mwanzo mpaka mbele. Leo tumefikia katika sura Al-Ankabut. Al-Ankabut Al-Ankabut maana yake ni sura ya baibui. Baibui yule mdudu anaitwa baibui. Basi ndio sura yake hii. Kwa hiyo sura hii, ikiwa mtu ameota ndoto kwamba anaisoma suratul Ankabut, basi tafsiri yake ni hii ya leo nitakayokupa hapa. Kwa hiyo ikiwa umelala usiku sawa au mchana ukaota ndoto yoyote sawa ambayo inahusiana na kusoma sura Al-Ankabut, yani ukaota ndoto kwamba unasoma sura Al-Ankabut, tafsiri yake ni nini? Umelala usingizi, lakini ndani ya usingizi wako ukaota ndoto kwamba unasoma sura Al-Ankabut. Sasa tafsiri yake ni nini shekhe? Sikiliza kwa makini sana tafsiri yake upate kujua. Anasema waman raa kaannahu yaqra sura Al-Ankabut, mtu atakayeota ndoto kwamba anasoma sura Al-Ankabut, maana yake kana fi amanullahi, atakuwa katika amani ya Mwenyezi Mungu, wa hirzuhu ila ayamuta, na atapata ulinzi wa Allah mpaka atakapokufa. Angalia Muislamu, tafsiri zake zilivyokuwa nzuri. Ukiota ndoto kwamba unasoma sura Al-Ankabut, basi kana fi amanallah, mtu huyo atakuwa katika ulinzi wa Allah, atakuwa katika amana ya Allah, wa hirzu, na atapata ulinzi kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ayamuta, mpaka atakapokufa, au ila ayamuta, mpaka atakapofariki dunia. Kwa ukiota ndoto kama unasoma sura Al-Ankabut, maana yake utapata ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia utapata kinga mpaka utakapokufa. Hakuna kitu chochote kibaya kitakachokudhuru wewe mpaka siku yako ya kufa ifike. Naam, hiyo ndio tafsiri ya ndoto yako, kama ukiota ndoto kwamba unasoma suratul Ankabut. Tumombe Allah tufanye pesi na ajalie ndoto zetu ziwe za khairi, ziwe nzuri, na Allah zikubali kwa moyo mmoja na kwa moyo safi, ili tupate neema na tupate baraka kama hizi ambazo ulama wamezielezea. Tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.